Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu, tunaendelea na somo yetu ya kanisa, na somo hili tuliweza kuigawa katika sehemu 4 kubwa. Sehemu ya kwanza tuliongea kuhusu maana ya kanisa, na tulisema kanisa inatokana na lugha ya Kiyunani inaitwa ecclesia, ni familia ya watu wameitwa kutoka. Tulisema tangu mwanzo Mungu alitaka kuwa na familia. Alipopata familia ya kiungu ya mbingu, Mungu na malaika waliasi, pamoja wakageuka mapepo, shetani. Akatengeneza familia ya kwanza pia ya kibinadamu katika bustani ya Edeni, lakini muda si muda Adamu na Hawa waliasi, lakini programu ya Mungu ilibaki pale pale, lazima akuwe na familia, na ndio alimtuma Yesu hapa duniani kwa kuanzisha familia ya kiroho. Hasa tukasema msingi wa kanisa, na hiyo familia ya kiroho ndio inaitwa kanisa, na tukakwambia kuna kanisa mbili. Kanisa ya kwanza ni kanisa ya kiroho. Yeyote amekombolewa na damu ya Yesu, amemkubali Yesu kuwa Bwana na mkombozi, huyo ndio kanisa, na ndio kanisa itakuwa kunyakuliwa kusudi ipate kufanya familia ya kiroho. Lakini tukasema kuna kanisa ya pili, kanisa ya mahali, local church, eglise lokali. Yesu aliacha kanisa ya mahali, hiyo kanisa ya kiroho itaandaliwa kwa vile wanaweza kwenda kufanya na Yesu harusi na kuwa na familia kubwa ya kiroho. Na tukasema sasa hii kanisa ya mahali, local church, eglise lokali, msingi yake inaanzishwa kwa mfumo gani? Tukaonyesha vile msingi ya kanisa inaanzishwa kwa kwenda kuhubiri habari njema, watu wanaokoka na watu wanamtambulisha kumjua Yesu Kristo, kwa sababu ndio mume, ndio mchumba wa kanisa. Na hivyo tukasema pointi ya tatu sasa, vile kanisa inajiendesha. Tunasema kama kanisa inataka kujiendesha vizuri, inahitaji mambo 6 makubwa, na hiyo kanisa ikijiendesha kwa mambo 6 makubwa, mwisho ya siku hiyo kanisa ina uwezo ya kupanuka. Na ndio tulisoma katika Matendo ya Mitume sura yake ya 13 mlango wake wa 1 hadi wa 4. Tunaongelea kanisa yenyewe ilianza chini, ikapanuka na ikageuka kuwa kanisa kubwa ya kimishonari. Na nitajaribu kusoma tena andiko ndio twende. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 4, Acte 13, 1-4, Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1 jusqu'à 4. Biblia inasema na huko Antiokia katika kanisa lililokuwepo palikuwa na manabii la walimu, lao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigere na Lukieni Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada ya kufunga na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, mtengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliwaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakawekea mikono yao juu yao na wakawaacha waende zao. Tulisema tunajifunza kuhusu kanisa ya Antiokia kwa sababu katika kufanikiwa, lazima kwa mtu kufanikiwa anajifunza kwa watu wanaofanikiwa. Na nilikwambia kanisa ya Antiokia ilifunguliwa na washirika tu waliokimbiwa wakati washirika walianza kuuawa Jerusalem. Na kwa nini waliuawa Jerusalem? Kwa sababu hao watu walienda kinyume na neno ya Mungu. Dhambi ni kwenda tu kinyume na neno ya Mungu. Neno ya Mungu ilikuwa ni kwamba katika kitabu ya Mathayo 28:19 Yesu aliwaambia wanafunzi wake, enendeni duniani kote mkahubiri habari njema. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu na mpango wa Mungu ilikuwa kwamba neno ya Mungu ienee dunia nzima. Lakini wanafunzi wa kina Petro, Yohana na Yakobo walipoanzisha kanisa Jerusalem na ilipogrow na kupanuka kuwa kubwa, wao wakagairi, wakaenda kinyume na neno ya Mungu. Hawakutaka kutoka
walitaka kubaki sehemu moja. Walifurahia vile watu wameokoka maelfu na maelfu katika jiji ya Yerusalemu. Walifurahia vile sadaka inakuwa nyingi, walifurahia vile fungu ya 10 inakuwa mingi, na walifurahia kusikia hii kanisa katikati yao hakuna mtu alikuwa na problem, wote walikuwa wamebarikiwa. Na walipokaa pamoja bila kutoka, wakaishi kinyume na neno ya Mungu. Dhambi ni kwenda kinyume na neno ya Mungu. Sasa Mungu akaruhusu waanze kuwaua, na walipoanza kuuawa wakalazimika kutoroka, lakini wanatoroka wakiwa na Roho Mtakatifu, wanatoroka wakiwa na vipaji ndani yao. Na hawa walipofika sasa Antiokia, Biblia inasema wakaanza kuhubiri, watu wakaokoka. Lakini hawa watu walikuwa wazuri tofauti na watu wa leo. Wao hata walikuwa na vipaji, wao hata walihubiria, walishuhudia neno ya Mungu, walijua hawana uwezo wa kulea kanisa. Ni rahisi mtu wote kuzaa, lakini si rahisi mtu wote kuweza kulea kanisa, kulea mtoto. Wakajua kabisa kiwango yao haiwezi, haiwaruhusu kulea kanisa. Na ujumbe ilipoenda Yerusalemu, wakatuma mtu wakaweka kikao Yerusalemu, ni nani ataenda kusimamia hiyo kazi. Ilihitaji asiwe mchanga, hiyo mtu amekomaa. Makanisa mingi inasimamiwa na watu walio wachanga kiroho, na mtoto akilea mtoto, usiwe na matarajio kubwa itatokea. Mwisho wa siku walituma mtu kwa jina yake Barnaba, na Barnaba ina maana mbili. Kwa lugha ya Kiyunani ina maana yake, na kwa lugha ya Kiyahudi ina maana yake. Nikwambia katika lugha ya Kiyunani ni mwana wa ushauri, mtu anayejua kushauri watu vizuri. Na kazi ya Mungu inahitaji kupata mtu aliye na sifa nzuri ya kuweza kujua kushauri watu vizuri. Lakini namba 2, Barnaba ni mtu mwenye bidii. Na kazi ya Mungu si kazi ya Mungu tu, kazi yote mpya inahitaji mtu aliye na bidii sana. Na Barnaba alipofika kule akatumika na bidii na kujua kushauri, kazi kapanuka. Na kazi ilipokuwa mwanzo, Barnaba alitumika yeye kama yeye, na alipoona kazi inaanza kupanuka, nikwambia maono, kazi ya Mungu inaanzishwa na mtu mmoja, lakini haiendelee kuwa na mtu mmoja. Ikabidi ende kumchukua Sauli, wakaja na wakawa na watumishi wengi. Sasa hii kanisa kusudi ipanuke, na njoo ikageuka kuwa kanisa ya mishonari. Biblia sasa hii kanisa ilikuwa na sifa 6. Mtu anapoanzisha kanisa, kwa sababu Mungu anapoongea anaongea na mtu binafsi, na mtu anaanza yeye binafsi. Lakini kusudi kazi ikuwe mzuri na iende vizuri, kazi yaendelee kuwa bila ya mtu binafsi, lazima hii kazi ipite katika hatua kama hiyo kanisa ya Antiokia vile walipopita. Barnaba alipoona kazi inaanza kupanuka na kuwa na watu, Biblia sasa akaenda kumchukua Sauli. Ndio Biblia sasa katika kanisa ya Antiokia kulikuwepo, wanataja manabii na walimu. Nakwambia nabii ni mtumishi wa Mungu, mwalimu ni mtumishi wa Mungu, lakini kila mtu alitumika katika ofisi yake. Kwa hiyo kwa mwanzo hapo unapata picha ya kwanza kwamba hii kanisa sasa ilitaka kupanuka. Kitu ya kwanza ikaweka kitu inaitwa administration, good administration, utawala bora. Nikwambia mara nyingi watumishi wa Mungu wanaotumwa na Mungu hawa wa kiroho kweli ni watu wa kiroho, lakini wanafeli kwa kitu kimoja, wanakosa kitu inaitwa kuwekwa administration. Kama Musa, Mungu alipomwita na kuongea naye alikuwa mtu wa kiroho, lakini alipoenda kuwakomboa watu 2.5 kwake alifeli kwa kitu inaitwa administration. Alipenda kuongoza peke yake, na mtu wote alipenda kumwingilia, akakwambia Mungu alisema na mimi. Na mara mingi sisi watumishi wa Mungu, kwa kunyamazisha watu wale Mungu ametupatia kwa kutusaidia kwa kazi ya Mungu, mara mingi tunawaambia Mungu aliongea na mimi, wakati Mungu aliongea na mimi wao kuwepo. Kweli Mungu aliongea na Musa, na wakati Mungu aliongea na Musa hakukuwepo mtu, lakini Mungu akumtuma Musa ende kufanya kazi ya Mungu peke yake. Na alipojaribu kuifanya hiyo kazi peke yake ilishindikana, na Mungu akamshauri achague watu wenye wana sifa ya uongozi, awachukue roho yake ayamishe kwao,
na hawa watu atatumika nao kwa kuweza kusimama hiyo kazi. Na kanisa ya Antiokia ilikuwa mzuri kuliko katika Musa, lakini Musa alisikia ushauri wa Mungu, akachukua spirit ilikuwa ndani yake, akahamisha ndani ya watu wale walikuwa wengine, na Antiokia wakaweka utawala. Kanisa yote nye haina administration, haiwezi enda mahali popote. Lazima uweke pea watu uongozi, na unapatia mtu uongozi kwa kile kitu anajua. Usimpatie mtu uongozi kwa kile kitu ajue, hatakuwa msaada na hatakuwa baraka. Walimu wakapewa nafasi ya walimu, manabii wakapewa nafasi ya manabii, mchungaji akapewa nafasi ya kichungaji, mitume wakapewa nafasi ya kitume, waimbaji wakapewa nafasi ya... Kwa hiyo wakaeka good administration, utawala bora. Hata serikali ya dunia kwa kujiendesha, kwa sababu wanaweka good administration. Lakini kanisani ndio kazi inajiendesha ya Mungu, inajiendesha kihisia. Kazi ya Mungu inajiendesha kifamilia. Hakuna utawala bora, na wakati wote kazi yote haina administration, utawala bora. Hata muwe na vipaji yote, hata kama ni Mungu alisema, hata kama uwe nabii ya kimataifa, mwisho ya siku utakuta hiyo kazi inaporomoka, hiyo kazi inaharibika, au hiyo kazi inashindwa kufikia hiyo kusudi ya Mungu. Mwanzo Musa alifurahi kuongoza peke yake, lakini kule baadaye mbele alilia, akamwambia Mungu, siweze kubeba watu peke yangu, na naomba nipate kibali kutoka kwako, uniue, kwa sababu mimi siweze kubeba watu wote. Kazi ya Mungu ni kazi big, na kazi yote big kusudi kuwe kubwa na isimame na isiporomoke, inategemea kitu ya kwanza, kuweka uongozi, utawala, administration. Kila mtu apewe na kazi kulingana na kipaji Mungu ameweka ndani yake. Na kanisa ya Antiokia, mwalimu alikuwa mwalimu, mwalimu hakugeuka nabii. Nabii alikuwa nabii, nabii hakugeuka mwinjilisti. Mwinjilisti alikuwa mwinjilisti, mwinjilisti hakugeuka mwalimu au mtume. Sasa watu wanapopewa majukumu ya kile wanaweza, ndio kazi ya Mungu inaweza kufanya nini? Kufanya kazi. Namba 2, nikakwambia walipopewa kazi, kila mtu akaanza kuifanya hiyo kazi, lakini walitumika kazi kwa mifumo 3. Mfumo ya kwanza, walikuwa wanamfanyia Bwana ibada, na manabii na walimu na mitume na wainjilisti na waimbaji, wote walikuwa wanamfanyia Bwana ibada. Kwa hivyo kuabudu, worship God. Nilikwambia kitu Mungu kwanza anataka kwa mtu yote ameokoka ni kumwabudu, kwa sababu Mungu tunapomwabudu, Biblia pale inasema kuabudu kwetu kunapanda katika kiti cha enzi kama chakula ya harufu ya manukato. Mungu atafute pesa, Mungu atafute mashamba, Mungu atafute instrument. Mungu anatafuta watu watakaomwabudu katika roho na kweli. Na mtu wa Mungu wote anapokataa kuabudu Mungu, huyu mtu aweze kumpendeza Mungu. Na nikwambia kuabudu inamaanisha mambo 3: kusujudu, kuinua ukubwa wa Mungu na kushukuru Mungu. Angalia wakina Paulo waliokuwa nafufua watu. Angalia wakina Paulo, watu walikuwa naleta lesu kugusa wa Paulo tu wanapona. Lakini hata na viwango vyote vile vya utumishi bado walikuwa nasujudia Mungu. Kwa hiyo kitu ya kwanza tunahitaji kusujudia Mungu. Kitu ya pili kuinua ukubwa wa Mungu. Na kitu ya 3 kumshukuru Mungu, ndio kuabudu. Lakini ibada ya pili, wakwambia mtumishi wote wa Mungu anaitwa katika ibada 3. Ibada ya kwanza, ibada kwa Bwana. Kwa hiyo ni kuabudu Bwana. Ibada ya pili, walikuwa wanatumika ndani ya kanisa. Waimbaji walikuwa wanaimba, wahubiri walikuwa wanahubiri, walimu walikuwa wanafundisha, manabii walikuwa wanahudumiana wao kwa wao. Na namba 3, wote walikuwa wanatoka nje ya kanisa kwenda kuvua watu, kuvuna. Katika Biblia Yesu anasema mavuno ni mingi, lakini ni watenda kazi ni wachache. Kwa hiyo namba 1, hii kanisa ilikuwa na utawala bora. Lakini namba 2, hii kanisa ilikuwa na watu wa vyeo
lakini kanisa ilikuwa na watendaji, kila mtu anafanyia kile Mungu ameweka ndani yake. Lakini namba 3, Biblia sasa walipokuwa katika kuomba. Kwa nini walikuwa na omba? Katika kuomba na kufunga, nilikwambia kazi ya Mungu inapiganisha kazi ya shetani, na njia pekee yake ya mtu kuweza kupata nguvu ya Mungu tunaipata katika njia 6. Njia ya kwanza kuomba, njia ya pili kufunga, njia ya 3 kujitakasa, njia ya 4 kukesha, njia ya 5 kuwekewa mikono, na njia ya 6 kuwa na shauku ya kuweza kupata nguvu ya Mungu. Sasa hii kanisa walikuwa na omba na kufunga, na kanisa yote ni aiombe, kanisa yote ni aifunge, kanisa yote ni aikeshe, kanisa yote ni awawekewe mikono na watu wana nguvu ya Mungu. Kwa hiyo kitu inaitwa impartation. Hawa watu watakuwa na roho wa Mungu pasipokuwa na nguvu ya Mungu, na unapokosa kuwa na nguvu ya Mungu inakuwa vigumu kuweza kushinda nguvu ya shetani. Ni nguvu peke yake ya Mungu ina uwezo ya kushinda nguvu ya shetani. Hasa makanisa mingi ya leo haipanuke kwa sababu ni makanisa ayombe nyingi. Namba 1. Namba 2, kuna wengine hata kama inaomba aiombe kulingana na vile Biblia inasema watu waombe. Namba 3, wengine wanafanya maigizo pahali ya kuomba. Wao wanafanya vitu vinataka kufanana na kuomba, lakini si kufanya nini, sio kuomba. Na tukisoma katika kitabu, tusikilize vizuri, tukisoma katika kitabu ya Mathayo 21:10 mpaka 15, hiyo ilikuwa moja ya nguzo kubwa. Kanisa lazima, kama tunatarajia kuwa na kanisa nzuri, hata tukiwa na utawala bora, lakini kama hakuna maombezi, kwa sababu kazi ya Mungu inapiganishwa na kazi ya shetani, na ni maombi peke yake na uwezo na nguvu ya kuvunja na kuharibu kazi ya shetani. Biblia inasema katika kitabu ya Mathayo 21 mstari wake wa 10 mpaka 15, hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukatauriki, watu wakasema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti wa Galilaya. Yesu akatakasa hekalu. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuzia njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali nyinyi mmefanya kuwa pango ya wanyang'anyi. Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyofanya, na watoto wakapaza sauti zao hekaluni wakasema, Hosana mwana wa Daudi, walikasirika sana. Mahali tumetoka kusoma maandiko matakatifu, alipokuwa napanda Yerusalemu ya kukubalika, na matatizo ni kwamba Yesu viwango ya kiroho ilikuwa juu, lakini matatizo viwango ya kimwili ilikuwa chini. Alikuwa na miujiza, alikuwa na uponyaji, alikuwa na ufufuko, alikuwa na kila kitu, lakini anaingia Yerusalemu kila wakati anaingia kwa miguu, na kwa hivyo walikuwa na mkataa. Hawakumkataa kwa sababu ya viwango ya kiroho, lakini walimkataa kwa sababu ya viwango ya kimwili. Na mpaka utakuta kwa Biblia isipolalamika Jerusalemu, Jerusalemu, ungejua wakati gani Bwana alikutembelea. Nina miujiza yako, nina ufungulivu yako, nina wokovu yako, nina uponyaji wako.
Lakini mwisho ya siku Yesu anakuja kugundua watu wa Yerusalemu si problem. Problem ni yeye. Anashindwa kuinua, anainua viwango ya kiroho katika kuomba, katika kufunga, katika kukesha, katika kuwa na matamanio ya kufikia mambo makubwa, lakini viwango ya kimwili anaviacha chini. Sasa akaamua kuinua viwango ya kiroho ya kimwili, akaamua kuingia Yerusalemu, sio kwa miguu tena, lakini anapanda mwanapunda, hajawahi kupandwa na mtu yote. Kwa hivyo kwa lugha nyingine, wakati wa Yesu aliyekuwa anapanda mwanapunda ni kama mtu anakuja na Prado amepanda gari. Na Yesu alipoinua viwango ya kimwili aliingia Yerusalemu. Elewa, Yerusalemu ina jina mbili. Jina ya kwanza ya Yerusalemu ilikuwa inaitwa Jerusalem, maana yake kwa Kiswahili mji wa haki, kwa sababu itatawaliwa na mfalme wa haki. Lakini jina ya pili ya Jerusalem, kwa sababu kulikuwa sanduku ya agano hapo katika jiji ya Jerusalem, na kitabu ya Isaya 48 mstari wa 35 Biblia inasema mahali pote sanduku ya agano ya Mungu ilikuwa inapatikana, hiyo jiji ilipewa jina ya pili, iliitwa Jehova Shama, maana yake kwa Kiswahili Mungu yuko pale. Mahali sanduku ya agano ilikuwa inamwakilisha Mungu, na kwa wakati huo sanduku ya agano ya Bwana ilikuwa inapatikana katika jiji ya Jerusalem. Kwa hivyo address ya Mungu ilikuwa Jerusalem. Kwa hivyo mtu alipokuwa anapanda Jerusalem alikuwa anapanda katika presence ya Mungu. Kwa hivyo jina ya pili ya jiji ilikuwa inaitwa Jehova Shama, Mungu yuko pale, address ya Mungu, mahali sanduku ya agano ya Mungu inapatikana, na ndio kulijengwa hekalu. Sasa Yesu alipopanda Jerusalem, wewe alikuwa anapanda katika uwepo wa Bwana, wewe alikuwa anapanda katika nyumba ya Bwana. Na alipofika Jerusalem na alipoingia hekalu, alikuwa na matarajio, anajua hii nyumba kwa sababu ni nyumba ya Bwana, na nyumba ya Bwana ina shughuli zake. Kila nyumba ina shughuli zake. Nyumba ya kibiashara ina shughuli zake, nyumba ya kupangisha wageni ina shughuli zake, ikulu ina shughuli zake, na nyumba ya Mungu ina shughuli zake. Lakini Yesu alipofika Jerusalem akashangaa, hii nyumba ya Mungu iliyoitwa kwa shughuli ya Mungu, mambo ya kimungu, akuta ndani ya nyumba ya Mungu wanafanya biashara, wanabadilisha fedha, wanabadilisha njiwa. Na nafikiri vitu Yesu alikuta kwa wakati it is the same, ndio vitu vinaendelea. Kanisa ya Mungu inageuzwa kuwa nyumba ya biashara, lakini kiukweli kanisa, nyumba ya Mungu haikufanywa kuwa nyumba ya biashara. Lakini akasema nyumba ya baba, akawafukuza watu waliokuwa wanauza ndani. Kasema haiko lengo hasa ya kanisa hii. Kama tunataka kanisa hii grow, kama tunataka kanisa ipeleke watu mbinguni, kanisa sio sehemu ya biashara. Kanisa si business, hapana. Biblia inasema, na baada ya kuwafukuza, na kama unataka kufungua kanisa kusudi upate pesa, achana na hiyo kitu. Lakini kama unataka kufungua kanisa kwa ajili ya kusaidia watu waingie katika ufalme wa Mungu, anzisha hiyo kitu. Kama unataka kusaidia kufungua kanisa kusudi watu wasaidike, anzisha hiyo kitu. Biblia inasema baada ya kuwafukuza. Kwa hivyo hawa Mafarisayo na Masadukayo, viongozi wa dini, walikuwa wanafanya biashara, wanapata pesa. Yesu akapindua meza yao, Yesu akawafukuza. Na leo kwa makanisa watu wanauza maji, wanauza fimbo, wanauza vitambaa, wanauza mafuta. Kwa hiyo ni kanisa business, ni duka. Na kanisa yote inaofanya shughuli hii sio kanisa ya Mungu. Na baada ya Yesu kuwafukuza, Biblia inasema Yesu akasema, nyumba ya baba yangu iliandikwa itaitwa ni nyumba ya maombi, lakini nyinyi mmegeuza kuwa pango ya wanyang'anyi. Kwa hiyo nyumba ya Mungu, na ndio kanisa ya Antiokia kama ilifanikiwa na kama ilipanuka, kwa sababu wao walijua kanisa ni nyumba ya maombi, na mahali watu wanaomba wanapata nguvu mingi ya Mungu. Mahali patu watu wanaomba inazuia kazi ya shetani kufanya kazi. Akasema nyumba ya baba yangu ilisema ituitwe ya maombi, lakini nyinyi mmeifanya kuwa sehemu ya biashara. Akawafukuza. Na mpenda, baada ya Yesu kuwafukuza, hakuishia kuwafukuza kwa sababu yeye ni muombaji. Wakaleta vipofu,
wakaleta viwete, wakaleta wabubu, akawaombea wote na wote wakapona. Kwa hiyo kanisa ni sehemu ya usaidizi. Najua hao walikuwa naomba, na kama waliomba wakoma walipona, kama waliomba wenye shida walipata suluhisho. Kwa hivyo sababu kanisa nzuri inaotaka kujiendesha vizuri, kando ya kuweka administration mzuri, kando ya kuwa nafanya kazi, kila mtu anafanya kila anahitajika kufanya, lakini kitu ya nne na kitu ya tatu, lazima watu, hiyo kanisa ikuwe kanisa ya maombi, kwa sababu katika kuomba ndio tunapata nguvu ya Mungu. Katika kuomba ndio tunapata mwelekeo. Katika kuomba ndio Mungu anajifunua kwetu. Katika kuomba yale maombi yanasaidia watu kuweza kupona, kupata jibu, solution katika maisha yao. Kwa mtumishi wa Mungu sahi na kanisa sahi ni kanisa inahitaji kuwa kanisa ya maombi. Biblia inasema, ukisoma hata kanisa katika Matendo ya Mitume sura ya 12, wakati walimshika Yakobo na walipomuua, Biblia inasema watu wa dini wakafurahi, na kusudi Pilato wafurahishe watu wa dini, akaruhusu pia Petro naye wafanye wamshike. Lakini wakati Yakobo alishikwa, kanisa haikuomba. Kanisa ilitafuta wanasheria, kanisa ilitafuta kila njia na kila mbinu kuweza kusaidia maisha ya Yakobo isikufe, lakini mwisho wa siku Yakobo aliuawa. Na Petro aliposhikwa, kanisa kakashtuka, ikajua kama tutatumia ile mbinu ya mbele tulitumia kwa ajili ya maisha ya Yakobo, basi tupende tusipende, Petro anaenda kufa. Ndio utasoma ukisoma Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 1 mpaka wa 5. Biblia inasema kanisa ikaomba. Ndio kazi ya kanisa. Panapokuwa na problem, panapokuwa na hitaji, panapokuwa na jambo, kazi ya kanisa ni kuomba. Na anakuambia kama kuna kitu kinapiganishwa na shetani kupita kila kitu, shetani haogope mtu aokoke, shetani haogope mtu ahubiri, lakini shetani anaogopa mtu anayeokoka na mtumishi wa Mungu anayemtumikia Mungu, lakini anayeomba. Maombi ni jibu ya kila kitu, na kama kuna kitu kigumu kupita kila kitu kwa maneno ya Mungu, ni kitu inaitwa jina yake nini? Maombi. Sasa Biblia inasema kanisa ilipoomba, Petro amefungwa. Na inawezekana kanisa yako imefungwa, inawezekana utumishi wako imefungwa, inawezekana ndoa yako imefungwa, inawezekana familia yako imefungwa. Lakini inapofungwa unafanya nini? Inawezekana uko katika vifungo ya umaskini, inawezekana uko katika vifungo ya kutokuolewa, inawezekana uko katika vifungo ya utasa, inawezekana uko katika vifungo ya kutokuinuka. Lakini unapofungwa unafanya nini? Petro amefungwa, na walipojua amefungwa, kanisa ikaamua kuomba. Namba 2, alipofungwa amewekwa katika gereza ya ndani, wamemweka pingu, minyororo, asitikisike, asiondoke. Minyororo imefungwa kwa mikono, kwa miguu. Na kanisa ilipokuwa inaomba, Biblia inasema mbingu ikatuma malaika, na mbingu ilipotuma malaika, maombi inasababisha mbingu ifanye kitu. Maombi inasababisha mbingu kutusikiliza kitu ngumu. Na kuomba inamaanisha mambo mbili. Unisikilize vizuri, sijui unaomba namna gani. Kuomba, Ana alipokuwa naomba alimwambia mtumishi wa Mungu, ninamimina moyo wangu mbele ya Bwana. Kwa hiyo kuomba ni kusema, na katika kusema tunasema na sauti ndogo au sauti kubwa, na katika kusema hiyo lazima tunatoa maneno kutoka ndani ya moyo, ndio tunaiweka mbele ya Bwana. Angalia, mambo iko ndani ya moyo wangu, sio mambo iko ndani ya moyo wangu. Mambo iko ndani ya askofu, sio mambo iko ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo kuomba ni kusema. Unaponyamaza au useme, hiyo si kuomba, unafikiri. Lazima mtu useme, ndio itathibitisha unafanya nini, unaomba. Lakini unaponyamaza kimya, hiyo ni mawazo, na mbingu haijibu mawazo.
mbingu inajibu maombi. Namba 2, kusema na mimina moyo mbele. Kwa hii kanisa ya Yerusalemu walikuwa naomba, wanamimina, kwa sababu Bwana, mtumishi wako Petro ameshikwa, anataka kuuawa, tunaomba mfanyie muujiza, umfungue katika hiyo vifungo. Lakini makanisa ya dini unakuta katika kuomba wengi wananyamaza. Hiyo ni namba 1. Namba 2, wengine katika dini wanapoomba wanasikia Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Na kwa hiyo si kuomba, hiyo ni mazoezi. Kuomba ni maneno kutoka ndani ya moyo, lakini unaposema Baba yetu uliye mbinguni, ni maneno kutoka kwa akili, haitoke ndani ya moyo. Lakini tukienda kwa watu wa makanisa ya kiroho, unapowaambia waombe, unakuta wanasema rasha kababa rabababa, wanasema kwa lugha. Lakini ni mzuri, kuna vitu 3: kuna kusema kwa lugha, kuna kuimba kwa lugha, na kuna rasha kababa ni kusema. Na japo kusema si kuomba, unasema kwa lugha, ilihitaji uombe kwa lugha. Ni maombi inaleta jibu. Japo wakati mtu anaomba kwa lugha, wakati mtu anaimba kwa lugha, wakati mtu anasema kwa lugha, Wakorintho wa kwanza 14, bila saa akili ya mtu ya kawaida inasimama, inaacha kufanya kazi, ina stop. Ningekushawishi sana, mimi nasema kwa lugha, naimba kwa lugha, naomba kwa lugha. Lakini Paulo anasema anapenda sana kuomba akiwa na akili yake. Sasa kusema kwa lugha si kuomba kwa lugha, na tulitaka uombe kwa lugha, useme, uombe ukiwa na akili yako timamu, na uombe pia kwa lugha. Lakini kuomba kwa lugha sio kusema kwa lugha. Sasa mara mingi watu wanasema kwa lugha, rasha karabara, hiyo si kuomba, ni kusema. Na sisi tukoongea kanisa hapa, walikuwa naomba. Wakati Petro alishika, waliomba. Yesu anasema nyumba yake ni nyumba ya maombi. Yutuku alipoanguka kutoka kwa ghorofa chini, Paulo alikenda kumkatia, akamwombea, akafufuka. Ni maombi. Nakuta makanisa tunafundisha kusema kwa lugha. Kusema kwa lugha sio mbaya, ni kitu mzuri, lakini sio kuomba kwa lugha. Na japo maombi ndio silaha ya Mkristo. Maombi inafungua, maombi inaleta jibu. Maombi, kitu kisiwezekana kwa njia ya kawaida, kwa maombi inapata jibu. Lazaro alipokufa, pesa haina jibu, lakini ni maombi ilihitaji kuwa na solution. Yesu aliposhuka na maombi, Yesu hakufanya rasha kabaraba, aliomba, akasema Baba nakushukuru, najua kila siku, lakini kusudi ya watu watambue kwamba wewe ndio ulinituma. Anasema maneno kutoka inside him, ndani ya Mungu. Naomba Lazaro toka kaburini. Na kanisa ilipoomba kwa ajili ya Petro, na kwa hiyo mambo tunayepitia tunahitaji maombi. Kwa hiyo mambo tunaishi tunahitaji maombi. Kwa hiyo mambo, kanisa iko na matatizo ya kiuchumi, matatizo ya akili, inahitaji maombi. Na tutapoomba, mbingu itatuma malaika. Na mbingu ilipotuma malaika kwa ajili ya Petro, ilikuja kumfungua Petro, ikamtoa Petro, na Petro akatoka katika vifungo. Kwa hiyo nakwambia point number 1, usikilize. Kama tunataka kanisa vile inaendeshwa vizuri, lazima kuwekwe utawala bora, uongozi. Kila mtu ajue yeye ni fulani, na si cheo, anapewa kazi ile anajua. Namba 2, akishapewa kazi ile anajua, aitumike. Lakini tunatumika kwa mifumo ngapi? 3. Mfumo ya kwanza, tunafanya ibada kwa Bwana, kazi kwa Bwana. Mfumo ya pili, tunafanya ibada, kazi ndani ya kanisa. Mfumo ya 3, tunafanya kazi nje ya kanisa. Lakini namba 3, kwa sababu ni kazi ya Mungu inapiganishwa na kazi ya Shetani, lazima mtu wa Mungu akuwe na nguvu ya Mungu. Na nguvu ya Mungu inapatikana katika kitu inaitwa jina yake nini? Kuomba. Na njia yake ya pili, kufunga. Katika kufunga, Biblia inasema pepo ya aina hii haitoki tu katika kuomba, lakini inatoka katika kuomba na kufunga. Hiyo kanisa ndio ilikuwa secret yake hii.
wanaomba na walikuwa nafunga. Number one, waliseti uongozi, na uongozi ipowekwa watu hawakupewa cheo, lakini watu walipewa kazi, na wale waliopewa kazi walifanya hiyo kazi. Lakini number 3, hawa watu walikuwa naomba sana, kwa sababu kazi ya Mungu ni kazi ya kiroho, na kitu inasababisha ipate nguvu na kuwa na matokeo ni maombi. Lakini number 4, walikuwa nafunga. Lakini tunataka kwenda kuona number 5, kitu ya 5 hawa watu walikuwa wanafanya isababishe hiyo kazi ya Mungu ipanuke, na kitu ya 6. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana. Nakata pale.